Ikiwa mwezi usingekuwepo, dunia ingetumia masaa 6 hadi 8 kumaliza mzunguko wa siku moja. Hivyo, siku ingekuwa na masaa 8 hadi 6 tu. Mwezi pia usingekuwepo duniani, isingekuwa sehemu salama kwa binadamu kuishi, kwa sababu mwanga wa jua ungekuwa mkali sana, kiasi cha kuunguza vilivyomo duniani. Pia, mwezi kuwepo kwake kumesaidia walau dunia kuwa na hali ya hewa nzuri, kwani kusababishwa kwake maji kupwa na kujaa baharini kumechangia maji hayo kusogea sehemu kubwa ya duniani, na hata ikisababisha hali ya hewa ya baridi. Baadhi ya mawe makubwa yaliyopo nje ya dunia yangeweza kufika kwa urahisi katika uso wa dunia. Hivyo gamba la nje la dunia linalohifadhi oksijeni lingeharibiwa vya kutosha na kusingekuwepo na maisha, kwani tusingepata oksijeni. Mwezi pia unasaidia duniani kusingekuwepo na vimbunga vikali, upepo mkali ama majanga mengine makubwa, kwa sababu uwepo wake huchangia dunia itembee taratibu kwenye mhimili wake kupitia kani ya uvutano, na isingekuwa hivyo dunia isingejizungusha vizuri. Mwezi pia unasaidia duniani kusiwepo na vimbunga vikali, upepo mkali ama majanga mengine makubwa yaliyokithiri, kwa sababu uwepo wake huchangia dunia itembee taratibu kwenye mhimili wake kupitia kani ya uvutano, na isingekuwepo hivyo dunia isingeweza kujizungusha vizuri. Haya ni machache kati ya mengi yanayohusu mwezi. Karibu nikusimulie baadhi ya mambo ya kustaajabisha kuhusu mwezi. Mimi ni Aisha Charles. Hivi ulishawahi kujiuliza ama kufikiri mwezi una umbo gani? Mwezi kikawaida una umbo la yai. Ukiangalia kile unachokiona ni moja ya sehemu ndogo za kando. Si kitu kilicho na umbo lililo sawa kwa uzito. Eneo la kati la uzito haliko kabisa katikati ya mwezi, bali karibu ya kilomita 2 kutoka sehemu ambayo inadhaniwa kuwa ndicho kitovu cha mwezi. Kawaida huwa hatuoni mwezi wote. Kwa kila wakati fulani sisi huona 59% ya mwezi. 41% iliyobakia haiwezi kuonekana kutokea duniani. Ili uione unatakiwa kwenda anga za mbali nje ya dunia, ambako ukisimama eneo hilo la 41% huwezi kamwe kuiona dunia. Umewahi kusikia kuhusu mwezi wa samawati au wa buluu, ambao kwa Kiingereza huitwa blue moon? Matumizi ya msemo huu yanaaminika kuanzia mwaka 1883 kufuatia kulipuka kwa mlima wa volkano wa Krakatoa nchini Indonesia. Vumbi kubwa lilijaa angani kiasi cha kwamba mwezi ulionekana kama ulikuwa na rangi ya samawati. Kwa kweli ni kitu ambacho hakikuwa cha kawaida, ndio kikachangia msemo wa once in a blue moon. Huenda dunia hii leo isingekuwepo, kwani wakati fulani Marekani iliwahi kutaka kufanya majaribio ya kulipua mwezi kwa kutumia bomu la nyuklia. Lengo lilikuwa ni kuonyesha ubabe wa Marekani kuitia kiwewe Urusi na washiriki wake wakati wa vita baridi, hasa baada ya muungano wa Soviet kuongoza katika jitihada za kupeleleza na kutalii anga za juu, hasa baada ya kurusha satellite ya kwanza kwenye mzingo wa dunia, satellite ya Sputnik 1 mnamo Oktoba 4 mwaka 1957. Wataalamu walikuwa pia wanachunguza madhara ambayo yangesababishwa na mlipuko mkubwa wa nyuklia kwenye mazingira. Mradi huo wa asili ulipewa jina la A Study of Lunar Research Flight au project ya A119. Ulianzishwa mwaka 1958. Hata hivyo, ulikuwa umeanza kisiri mwaka 1949 katika kituo cha utafiti kuhusu silaha cha ARF katika taasisi ya teknolojia iliyopo Illinois, Chicago. Licha ya hivyo, mlipuko wa bomu hilo ungekuwa mkubwa sana kuwahi kutokea duniani. Hivyo mpango huo haukutekelezwa
kutokana na wasiwasi kwamba raia hawangeupokea vema na pia hatari kwa binadamu iwapo mpango huo ungeenda mrama, na ulifutwa rasmi mwaka 1959. Aidha, kiongozi wa mradi huo Leonard Raffaelli alihofia hatua kama hiyo ingekuwa hatari kwa juhudi za baadaye za kupeleleza zaidi kwenye mwezi na pia mpango wa kuwapeleka binadamu wakaishi huko. Pia usichokifahamu kuwa mwezi unapunguza kasi ya dunia. Wakati mwezi unakaribiana sana na dunia, kile kinachoitwa perigee hutokea. Hii inamaanisha kuwa nguvu za kuzunguka kwa dunia hutawaliwa na mwezi kidogo kidogo, hali ambayo husababisha dunia kupunguza kasi yake kwa karibu milisekunde 1.5 kwa kila karne moja. Na ni vipi kuhusu kufikiria kuhusu mwangaza wa mwezi? Jua lina mwangaza wenye nguvu mara 14 zaidi ya ule wa mwezi unapokuwa mpevu. Ili mwezi mpevu upate kuwa na mwangaza sawa na wa jua, unahitaji kuwa na miezi 398.110. Wakati mwezi unaingia kwenye kivuli cha dunia, viwango vya joto mwezini vinaweza kushuka hadi karibu nyuzi joto 500 kwa kipindi cha chini ya dakika 90. Mwanaume mmoja kutoka Ulaya aliyefahamika kwa jina la Leonardo da Vinci aligundua kuwa mwezi haukuwa na umbo la duara. Utafiti wake ulivumbua kwamba kila tunachokiona ni mwanga wa jua kuimulika sehemu ya mwezi, bali sio umbo halisi. Eneo jingine la mwezi halionekani vizuri kulingana na hali ya hewa. Pia Leonardo ndiye mtu wa kwanza anayejulikana kugundua kuwa mwezi haukuwa unapungua au kuongezeka, ni kwamba sehemu yake nyingine ilikuwa imefichwa. Lipo jambo jingine la kustaajabisha kuhusu mwezi. Muungano wa kimataifa wa anga za juu huyapa majina mashimo yaliyo kwenye mwezi na pia mawe, sayari na vitu vingine vinavyopatikana anga za juu. Mashimo makubwa kwenye mwezi yamepewa majina ya wanasayansi, wasanii na wapelelezi maarufu. Mashimo yanayopatikana karibu na shimo kubwa la Apollo hupewa majina ya watu wa Marekani, na yale yanayozunguka shimo kubwa la Mare Moscoviense hupewa majina ya Warusi. Mfano, shimo kubwa mwezini ni lile liitwalo Aitken ambalo limepewa jina la mwanasayansi wa Marekani. Shimo hilo lina ukubwa wa kilomita 2000. Kwa nini mwezi hauna mwanga kama jua? Wanasayansi wanasema itahitajika kuwa na miezi 300,000 ili iweze kutoa mwanga sawa na huu ambao tunaupata wakati wa mchana, na miezi 206,000 kati ya hiyo inahitajika kuwa miezi mipevu. Kila mwaka mwezi unaiacha dunia. Kila mwaka mwezi husogea nyuma kwa inchi 1.5 kutoka dunia ilipo. Kwa mara ya kwanza wanasayansi kufanya vipimo, mwezi ulikuwa na umbali wa kilomita 22,000 kutoka duniani, lakini sasa upo umbali wa kilomita 400,000. Hivyo kwa miaka milioni 600 ijayo mwezi utaonekana mdogo zaidi ya ulivyo hivi sasa kwa watu watakaokuwepo duniani, na inadaiwa hakutokuwepo kwa kupatwa kwa jua kamili. Nguvu ya mgandamizo unapokuwa mwezini ni mara 6 ya hii duniani. Hiyo ikiwa ina maana hapa duniani uzito wake ni kilo 45, utakapokuwa mwezini utakuwa na uzito wa kilo 8 tu. Inaelezwa kuwa ukiwa huko utaweza kubeba na kutembea umbali wa mara 6 zaidi ya umbali ambao unatembea hapa duniani. Yaani kama duniani una kilo 45, ina maana huko utaweza kubeba kitu chenye uzito wa kilo 270 bila ya taabu ya aina yoyote. Jumla ya miti 400 ambayo inayoota duniani kwa sasa ilichukuliwa kutoka mwezini. Kivipi? Mwaka 1971 misheni maalum ya Apollo 14 ya watu waliotua mwezini walifanikiwa kuchukua mbegu za miti walioikuta huko na kuileta duniani. Inaelezwa kuwa mwezini kuna maji lakini yameganda kwenye mashimo na ardhi. Aisha Charles, Tifu TV.